Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naanza tena kwa awamu ya 5. Hii awamu ya 5 ni yule mimi Mama Sharifu niliyokuwa nazungumzia masuala ya kwenda mbinguni. Kilichotokea tena kwa awamu ya 5, nilichukuliwa tena hapa duniani nikapelekwa mbinguni. Nilipofika kule mbinguni nikafikishwa eneo la kisima cha moto. Kile kisima cha moto, baada ya kufikishwa, kilichokatumika ni pae kwenye lile shimo niende upande wa ng'ambo ya pili, na nilitumia hivi. Nilitumia kwa kupaa na tamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Nikafika ng'ambo ya pili, lakini nilifika niko ndembe. Nilichoka na ule mvuke wa moto. Ni mvuke wa moto ulio mkali kupita kiasi. Hicho kipengele kikawa kimeniishia. Nadhani nikateremshwa, nikarudishwa tena duniani. Baada ya kufikishwa huku duniani, kwa siku iliyofuatilia nikachukuliwa tena, nikapelekwa tena mbinguni. Nikafika katika eneo la malaika mtembeza upepo. Nilimkuta huyo malaika ameshika kiputo mkononi. Hicho kiputo anachotumia, anakibonyeza tap, akisha akibonyeza unatoka upepo. Unatoka upepo wenye size ndogo, akizidisha size kubwa, akizidisha size kubwa mno ya kudondosha majumba, ya kudondosha miti. Hicho hapo kipengele kikawa kimeishia vile vile. Nikarudishwa tena hapa duniani. Kwa awamu nyingine nikaja nikachukuliwa tena nikapelekwa mbinguni. Lakini kwa hili ninalotaka kuliongelea sasa hivi, naomba walimwengu munisamee. Sio na kurupuka, sio na jigamba, sio makusudio yangu. Kwa vile imebidi, sina jinsi, itabidi tu niseme. Kadiri nilivyojitahidi kukataa na kuja kujitoa kupitia hili ninalotaka kuliongelea sasa hivi, itakuwa kama nimevunja adabu, lakini nilipata adhabu kubwa na nilizimishwa. Ikabidi tena nikubaliane nalo, sina jinsi. Kwa vile linavyobidi natumika kulifuatilia hivyo hivyo, hata kama nikaliona kwangu linalenga kama nitakuwa na makosa fulani. Hata kama ninapokuwa ninapelekwa kule mbinguni, siangalii kulia, siangalii kushoto, siangalii juu. Hapo nitakavyolengeshwa niangalie ni hapo hapo. Sina tena kuangalia upande mwingine. Nilipofika awamu ile mbinguni, kilichokuja kutokea, nilichukuliwa na Mama Sharifu. Sasa awamu hiyo nilichukuliwa na malaika wa kiume, nikaja nikaletwa kule mbinguni. Akatokea Mama Sharifu akanichukua, akanipeleka mpaka ukumbi wa Mwenyezi Mungu. Tukamkuta Mwenyezi Mungu. Mama Sharifu alikuwa amebeba kanga yenye rangi mbili, weupe na weusi. Ile kanga tulipofika tukamkuta Mwenyezi Mungu. Yule Mama Sharifu ile kanga akaichukua, akamkabidhi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akaipokea. Alivyoipokea, kinachomaanisha katika kumkabidhi ile kanga ni maana ya makabidhiano kati ya Mwenyezi Mungu na mimi. Yule Mama Sharifu alikwenda kunikabidhi kwa Mwenyezi Mungu kupitia utumio wa mwenyewe Mwenyezi Mungu, kuwatuma malaika ili nije nichukuliwe nipelekwe mbele yake. Pale kilichokuja kutokea, ikabidi nirudishwe tena kuletwa hapa duniani. Nilivyorudishwa, kilichokuja kutokea tena,
nikaja nikachukuliwa tena kwa awamu nyingine, nikapelekwa tena mbinguni. Hii nilivyopelekwa tena kwa awamu ya pili, nikafika katika ule ule ukumbi wa Mwenyezi Mungu. Muda tunafika, tulimkuta Mwenyezi Mungu anaongea na malaika wake. Malaika wake tuliwakuta, yeye mwenyewe alikuwa amekaa jukwaani, juu kabisa ya jukwaa. Alafu katika upande wa kulia wake walikaa malaika katika ngazi za jukwaa, anza ya juu mpaka chini ya jukwaa. Na upande wa kushoto wake vile vile walikaa malaika, anza ya juu mpaka chini ya jukwaa. Pale Mwenyezi Mungu akawa anazungumzia kuwakabidhi wale malaika, ili mimi hapa wanichunge. Anawapa maneno ya kuonyesha wale mimi ni wanajeshi wangu, wale ni askari wakuu wangu mimi. Kwa vile itakavyokuwa imetokea, wale pale wanataka kuteremshwa mbinguni wote, hata baki malaika hata mmoja. Hayupo atakaye baki, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Malaika wote itabidi washushwe duniani ili waje wawe wasimamizi wangu. Hapo hapo akaja nikavutwa nikaja nikasimamishwa mgongoni kwa Mwenyezi Mungu, kwa mgongo wa upande wa mkono wa kulia wake. Nikaja nikaangalia kichwa chake. Kichwa chake kikaonekana kina mvi tupu, hakina nywele nyeusi hata moja. Simaanishi Mwenyezi Mungu ni mzee, la hasha. Mwenyezi Mungu sio mzee. Mwenyezi Mungu hazeeki, haji kuzeeka na hata kuja kuzeeka. Lakini alikuwa amemaanisha dunia yako imezeeka na imechoka mno. Naomba walimwengu munielewe ninavyoelekeza. Mwenyezi Mungu sio mzee, hazeeki, haji kuzeeka na hata kuja kuzeeka. Lakini alikuwa ameitoa ile ishara ili nifafanue kuonyesha dunia yangu ni dunia iliyozeeka mno na imechoka. Hiyo dunia na ndio aliyonikabidhi nayo ili nifanyie kazi dunia nzima, niokoe dunia na walimwengu wake, sio na kurupuka, sio na zua. Hapo hapo kilichokuja kutokea, alichokuja kujionyesha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mwili wake umejaa sumaku, mwili mzima, mwili wenye sumaku tupu. Hiyo hapo kinachomaanisha kuwa na sumaku mwili wake ni kitu kimoja. Hiyo sumaku ni maana ya kila mmoja hana mnasa, hakuna atakayemwacha hata mmoja miongoni mwetu. Sote tutanaswa kwa duniani. Nilivyorudishwa nikaja nikakipata tena kipengele kingine cha msikitini siku ya Ijumaa. Ijumaa inachotumika, wanashuka malaika wawili